Fikiria kwamba una biashara nzuri kuliko wafanyabiashara wote, unatoa huduma nzuri kuliko wafanyabiashara wote, alafu vile vile una bei nafuu kuliko biashara zote, lakini tatizo kwamba bidhaa zako hazijulikani. Je, unafikiri wewe utauza? Jibu ni hapana. Na sio kwamba hautauza kwa sababu bidhaa zako ni mbaya au huduma ni mbaya, ni kwa sababu watu hawakujui, right? Na hili limekuwa ni tatizo la wafanyabiashara wengi. Wana bidhaa, huduma, bei nzuri, lakini hakuna watu ambao wanawajua au bidhaa zao hazijulikani. Katika dunia sasa hivi, suluhisho la hili ni content. Katika dunia leo, content imekuwa moja ya mali muhimu sana. Hii inawezekana kwa mtu binafsi, kwa makampuni, na ndio maana unaona hata makampuni makubwa yanatumia nguvu kubwa kutengeneza content ili kuendelea kujulikana, yani kuendelea kuonekana, kwa sababu tunaishi katika dunia ya content economy. Ina maana kwamba maudhui au content ndio kitu ambacho kina thamani kubwa sana kuliko hapo awali. Content ina maana nyingi sana, lakini lengo lake inaweza kuwa ni kuelimisha, kufundisha, kuchekesha, kuelimisha, kushawishi, na inaweza kuwa katika mfumo wa video, podcast, picha, graphic design, whatever. Unaweza ukasema kwa nini content ina nguvu sana? Content ina nguvu kwa sababu inakufanya ujulikane. Hilo ni moja. Hakuna mtu ambaye atanunua bidhaa zako bila kukujua wewe ni nani. Inabidi ujulikane kwanza alafu anunue. Kwa maana content ndio kitu ambacho kinakutambulisha, yani ni kitu ambacho ni kama vile daraja ambayo inakutambulisha kwa mamilioni ya wateja au mamilioni ya watu au duniani kote. Ngoja nikwambie kitu kimoja, siku hizi watu hawaamini matangazo kirahisi. Wanaamini elimu wanayopata. Yaani kama ukiwa unaendelea kutoa content zenye kufundisha na kutatua matatizo ya watu, mara kwa mara watu wataona kwamba huyu ni kama mtaalamu wetu. Na kadri watu wanavyoendelea kujifunza kutoka kwako, na ndivyo watu wanavyoendelea kukuamini. Na nikwambie siri moja, watu wananunua bidhaa kutoka kwa watu ambao wanawaamini. Yaani mtu atanunua brand, nguo kwenye brand ambayo yeye anaiamini. Content nzuri haishi tu kuuza bidhaa, inaeleza tatizo, inaeleza sababu na inaeleza suluhisho la tatizo. Na ukifanya hivyo, watu wataanza kukuamini hata kabla hawajanunua bidhaa zako. Badala ya kusema kila siku ununua bidhaa zangu, fanya vile kama kufundisha, elimisha na onyesha matokeo. Na hapo utawafanya watu wanunue bidhaa zako bila wewe mwenyewe kuwalazimisha. Na hapo unaweza kuona kwamba content creation ni moja ya marketing muhimu sana. Naomba nikukumbushe kwamba content inafanya kazi masaa 24. Mfanyakazi anaweza kaondoka kwa ofisini, lakini content bado watu wataendelea kuitazama masaa 24. Kwa hiyo ni content ni kitu ambacho hakichoshi. Hata video uliochapisha leo, watu wanaweza kuja kuiona hata ndani ya miaka 5 ijayo. Content huwa inapunguza gharama za matangazo. Unapokuwa unafanya content mara kwa mara, na ndivyo watu wataendelea kukuona mara kwa mara. Lakini matangazo utatangaza kwa muda ule ule tu, na tangazo likiisha basi unarudi kule kule. Lakini ukifocus na content, basi watu wataendelea kukutazama kila siku kila siku kila siku kila siku kuliko kufanya matangazo ambayo itakuwa ni gharama nyingi sana. Sijasema usifanye matangazo, ila nasema kwamba itakupunguzia gharama za matangazo pale utakapoamua kuwa unafanya content. Kwa hiyo naomba nikukumbushe kwamba content ni mali muhimu sana. Ni kitu ambacho kitaendelea kukuletea thamani miaka na miaka bila